Tena ni wakati mwingine ambapo tumeweza kukutana na mtumishi wa Mungu. Ataenda kujitambulisha yeye mwenyewe jina lake ni nani na ana cheo gani mahali hapa na ni nani. Wengine nilikuwa sijawatambulisha, lakini mtumishi wa Mungu ni mtu mkubwa sana. Karibu mtumishi. Asante ndugu sana kwa kunikaribisha katika kipindi hiki. Majina yangu mimi naitwa Kalimbo Jones Mzava, Mpare, nimeokoka, nampenda Yesu. Amen. Katika nafasi ya kanisa mimi ni mzee wa kanisa. Na pia ni mwalimu katika maandiko na wanafunzi. Amen. Najisikia furaha katika siku ya leo kwamba nimekuwa katika ibada. Nimejifunza mengi sana kwa habari ya namna wafalme walivyokuwa wakitawala katika siku za ufalme wao katika taifa la Israeli. Kwa hivyo najisikia fahari kujifunza vitu ambavyo watu hawa walivifanya, ili pale mahali walipokosea sisi kama Wakristo wa siku za leo tuweze kubadilisha na kuona kwamba ni wapi ambapo wenzetu walikosea, ni wapi ambapo watu walifanya vizuri. Lakini pia kuna kitu kimoja ambacho kinaniumiza kichwa juu ya nyakati tulizonazo. Wakati tulio nao umekuwa na wimbi kubwa la watu kutokuamini kweli ya neno la Mungu. Sahihi. Yako mafundisho mengi ambayo ni potofu katika ulimwengu ambayo yanatumiwa na watu ambao tunawaamini kwamba ni watumishi. Lakini ndani ya utumishi huo wamejaza upotoshaji mwingi. Kwa zama tulizonazo wakati huu ni kipindi ambacho tunamhitaji Mungu atupe mafunuo mazuri ya kueleza watu habari njema inayohusu ufalme wa Mungu na uweza wake. Kwa hivyo nasikia fahari sana na nikupa katika kipindi hiki. Amina, amina, barikiwe sana. Amina, barikiwe sana. Amesema kwamba ni Mpale aliyeokoka. Wapale ambao hawajaokoka. Wapale hawajaokoka, wengine waganga kienyeji. Wapale wengine hawajaokoka ni waganga kienyeji. Wewe waganga kienyeji. Amina. Kwa hivyo nafikiri mtumishi wa Mungu, huyu ni mwalimu pia. Ndio. Amesahau kujitambulisha, lakini ni mwalimu wetu. Yuko vizuri sana kwenye neno. Sasa mimi nitaenda kumuuliza maswali kwa habari ya neno. Kwanza, nini maana ya neno mwalimu? Neno, Biblia inasema kwamba naye neno alifanyika mwili. Ndio. Ina maana neno alifanyika mwili. Na neno ndio lilifanya vitu vyote vikapate kuwepo. Kwa sababu ukisoma katika kitabu cha Mwanzo anaambia kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Lakini katika Injili ya Yohana 1 anasema kwamba hapo mwanzo kulikuweko neno. Naye neno alifanyika mwili. Kwa hiyo na maana vitu vyote tunavyoviona sisi katika maisha haya tulionayo ya kawaida vilitokana na neno. Kwa hivyo neno ndio kitu chochote kile kinafanyika kwa neno. Hata unaposema nenda, umetumia neno la kusema mtu afanye nini? Aende. Kwa hivyo hata katika utendaji neno lilitumika kutamka vitu na venyewe vikawa. Okay, kuna wakati mwingine kwa habari ya hili neno unakuta kama ulivyozungumzia neno ukiliendea vibaya linakupotosha, lakini ukiliendea vizuri linakunyosha. Wengi wanapotosha, unakuta kwa mfano maneno ya Mungu yanawaelezea watu kwa habari ya uzima wa milele, ndio. Lakini mtu anaelezea kwa habari ya chakula, mavazi, vitu ambavyo vya hapa duniani. Mtu mwingine anakuambia kwamba bana, unahangaikia na uzima wa nini wa milele wakati la ziko hapa duniani. Je, unamshauri nini mtu kama yule anaelezea kwamba vitu vya duniani hapa enjoy nini imeshaisha, mambo ya uzima wa milele wachie wengine? Unamshauri nini mtu kama yule? Unajua, unaweza kuambia watu waachane na neno. Waachane mambo ya uzima. Hapa duniani kuna raha nyingi. Kimtazamo wa kibinadamu hivi mtu anaweza kujiona kwamba ana raha. Lakini Biblia inarudi pale inasema kwamba hakuna amani kwa wabaya. Unaweza ukaona furaha kwa muda. Kwa mfano kuna mtu anatafuta furaha. Anaenda anachukua mwanamke, akishamaliza hitaji lake la msingi, furaha imeshaisha. Anasema mimi nataka ninywe pombe. Akishakunywa pombe, ikishaisha ile pombe, anarudi katika nafasi ile ile. Lakini tunapozungumzia uzima wa milele, unakupa amani, unakupa furaha, unakupa pumziko ambalo halina mfano wa kulielezea hapa duniani. Unamshauri mtu apate uzima wa milele. Apate uzima wa milele. Pumziko la milele. Haya mengine ni ujinga mtupu tu. Kujilisha upepo. Mtumishi wa Mungu. Zingatia hilo. Haya mengine ni ujinga tu. Uwe na nyumba, uwe na gari, uwe na kila kitu kile, mwisho wake vinafika. Ndio. Hakuna mtu alishaye kuzikwa na gari, wala nyumba, wala chochote kile. Watu wote waliviacha vitu walivyotafuta hapa. Lakini inabaki nafasi moja tu, uzima wa milele. Uzima wa milele. Uzima wa milele. Na uzima wa milele unapatikana kwa nani? Hapa kwa Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo. Kwa kumwamini Yesu Kristo. Unawaambiaje ambao bado hawajamwamini Yesu Kristo? Mimi ninachoweza kusema ni kwamba huu ndio wakati. Kwa sababu inasema kwamba wakati ulikubalika ni sasa. Ina maana wakati unaposikia neno la Mungu
ndio wakati wako. Ndio. Kuna wakati mwingine unaweza ukasema kesho, lakini kesho usifike. Ndio. Unaweza ukasema mwezi ujao, mwezi ujao usifike. Ndio. Lakini pale unaposikia neno la Mungu, ndio wakati wako wa kuliamini na kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Okay. Sawa. Ndugu yangu ambaye uko hapo unatutazama, ameeleza mwalimu vizuri sana. Wakati ni huu hapa. Unasubiri nini? Hujui kesho yako kwamba kesho itakuwaje. Wewe ambaye umesikia neno hili unatakiwa uchukue hatua kuanzia sasa hivi. Si ndio mwalimu? Kuanzia sasa hivi. Amina. Na mtu yote aliyeko ndani ya Yesu Kristo, ndio tunamkaribisha kwa Yesu Kristo. Tunamkaribisha. Sasa akitaka kufanya hatua kwamba achukue hatua gani ili kwamba akaribie kwa Yesu Kristo, ni hatua gani zichukue? Kitu cha kwanza lazima aamini neno la Mungu. Kwa sababu Nikodemo alimwendea Yesu usiku. Katika maongezi ya Yesu na Nikodemo alieleza swala la kuzaliwa mara ya pili. Akasema, anawezaje mtu kurudi katika tumbo la mama yake akazaliwa tena akiwa mzee? Akaambia hapana. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa ni roho. Katika mwili tunazaliwa na wazazi wetu, baba yangu na mama yangu. Lakini katika roho tunazaliwa kwa njia ya Yesu Kristo kwa kuamini neno lake. Amina. Ndio. Shika hiyo, mtumishi wa Mungu, mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu sio lazima awe ni mtu aliyekoka tu, si ndio? Sisi hata wale ambao janani si ni wana wa Mungu. Kuna tofauti kati ya mwana wa Mungu na mtu asiyeamini. Maana niko na mwalimu asema wote waliompokea ndio aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliamini jina lake. Ambao hakuzaliwa katika mwili bali katika roho. Kwa hivyo kama hujamwamini Yesu Kristo, wewe ni mtoto wa Juma, mtoto wa Rashidi, mtoto wa Abeli, mtoto wa fulani, sio mwana wa Mungu. Sio mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu anapatikana kwa njia ya kumwamini Yesu. Wale wengine ni wana wa nini? Wale ni wana wa wazazi. Wana wazazi wao. Haleluya. Hilo ni ujumbe wa leo. Ujumbe wa leo. Siku nyingine tutapata ujumbe mwingine. Hivyo mtumishi wa Mungu na mwana wa Mungu, na wewe ambaye uko kule nyumbani unatazama video hii, wakati mwingine unakuja tutazungumza vizuri na mwalimu wetu atatuelekeza. Asante sana. Ubarikiwe sana, una Jumapili njema ndugu yangu. Au ulikuwa na jambo la kuwakumbusha? Imesha. Nawakaribisha kanisani. Nakaribisha kwa Yesu. Okay. Ndio. Unakaribisha kwa Yesu na waje kanisani. Waje kanisani. Uje kanisani na Yesu anakupenda. Ubarikiwe sana. Ubarikiwe na Bwana. Amen.